Matipu ni wakili wa waleta maombi Rosemary Mwakitwange pamoja na wenzake wawili, na katika kesi hii tuko mawakili wawili na Senior Mpale Kaba Mpoki ambao tulikuwa tunawakilisha waleta maombi. Mtakumbuka juzi tuambia maombi hayo yanakuja leo kwa ajili ya kusikilizwa mbele ya Jaji Mtembwa, na tumesikiliza maombi ya kutaka mamlaka za uteuzi ziweze kutengua ile tume inaitwa tume ya uchunguzi wa matukio ya tarehe 29 na baada ya tarehe 29 inayoongozwa na Jaji Mkuu Jaji Chande. Tumesikilizwa leo, na itakumbuka kwamba katika mazingira haya ya maombi haya kuna hatua mbili. Hatua ya kwanza ni kuomba kibali, then ukisharuhusiwa then ndio unaenda kufungua maombi ya msingi. Sasa leo tulikuwa tunasikiliza maombi ya kuomba kibali kwamba Mahakama Kuu iweze kukubaliana na hoja za waleta maombi, then kisha kubaliana ndio turuhusiwe sasa kuleta maombi ya msingi. Na maombi ya msingi niliwaambia ni kukataa mahakama za uteuzi waweze kutengua tume ya Jaji Chande pamoja na kuomba kuwazuia wasifanye kazi zozote mpaka kesi ya msingi itakaposikilizwa. Sasa tumesikilizwa leo na tumeiambia mahakama kuna vigezo vya kuweza kuvitimiza kabla hujapewa ruhusa. Kigezo cha kwanza ni kuhusu muda wa maombi, kisheria inatakiwa ndani ya miezi 6, na maombi haya tumefungua tarehe 27 mwezi Novemba, bado tuko ndani ya miezi 6. Lakini hoja ya pili, ili iweze kuruhusiwa lazima kuwe kuna kesi ya at least kuna mazingira ya kesi inaonekana, yani hoja ambazo zinabishaniwa. Na kweli sisi tumefaili kesi za maombi yetu, na upande wa pili wamekataa hayo maombi yetu. Kwa maana yake kuna jambo ambalo linabishaniwa ambalo ni kigezo mojawapo cha mahakama kuweza kutupa ruhusa ya kuweza kufungua maombi ya msingi. Lakini kigezo cha tatu cha ili mahakama iweze kukupa ruhusa ya kufungua maombi ya msingi, lazima uonyeshe una maslahi, kwamba waleta maombi wawe na maslahi kwenye kesi. Na kimsingi upande wa mwanasheria mkuu wa serikali wamekiri mahakamani kwamba waleta maombi ni sehemu ya umma, kwa hiyo wana maslahi na kesi hii, na vile vile wamekiri kwamba maombi haya yameletwa ndani ya miezi 6. Lakini hoja ambayo ya msingi iliyoko inabishaniwa hapa ni kuhusu kama kuna kesi ya msingi au hakuna kesi ya msingi, ili mahakama iweze kuturuhusu. Sasa tumesikilizwa leo. Baada ya kusikilizwa, mahakama imepanga tarehe 18 next wiki ijayo kwa ajili ya kutoa uamuzi ambao kimsingi ndio utaleta way forward kwamba tutaenda mbele kwa ajili ya kufungua maombi ya msingi au tutaishia hapa. Haya ndio jina la mahakama. Na msingi ambazo zinabishaniwa ni kwamba je, tume hii ni tume huru, ina composition ya watu wote wadau? Kwa maana tulishazungumza awali kwamba ilitakiwa na madai waleta maombi kwamba ilitakiwa tume iwe na composition au na muundo wa wadau mbalimbali, mmoja wapo ni TLS, BAKWATA, TEC, taasisi nyingi tu za kidini ambazo sio za kidini. Ilitakiwa composition iwe inaundwa na wao. Lakini vile vile lalamiko ni kwamba waliounda hiyo tume au members wa hiyo tume ni wastaafu, watumishi wa umma ambao ni wastaafu. Sasa kingine ni kwamba hoja nyingine ambayo inabishaniwa ni kwamba tume wakati inaanza kazi ilikuwa haijatangazwa kwenye gazeti la serikali mpaka tarehe 20 Novemba. Tume ilikuwa, na sisi tulifanya juhudi za kuangalia kwenye website ya mpiga chapa mkuu wa serikali, hatukuona sehemu yote ambayo tume imetangazwa kwenye gazeti. Na tumekuja mahakamani, upande wa Jamhuri wakaja kutupa gazeti ambalo wanasema tume ilitangazwa tarehe 20 Novemba. Sasa ni hoja ambazo zinabishaniwa hizo. Na hoja nyingine ni kwamba muundo wa tume vile vile imeundwa bila kufuata mantiki ya kisheria. Tulizungumza juzi kwamba mantiki ya kisheria inazungumza hapa ni kwamba tume hii iliongozwa na mwenyekiti ambaye aliongoza tume ya haki jinai. Mapendekezo yake hayakufanywa kazi. Mwenyekiti huyo tena anateuliwa aongoze hii tume. Sasa tunaona kidogo hapo kulikuwa kuna mantiki ya kisheria. Sasa hayo ndio mambo ambayo yanabishaniwa na ambayo kimsingi yataendwa kusikilizwa kwenye kesi ya msingi, kama kweli hizo hoja zina msingi au hazina msingi. Hayo ndio jibu. Sawa, mimi naitwa wakili Ferdinand Matole na niko mahakamani kwa lengo la kuwakilisha chama cha mafuta na mafuta TLS ambao ameshtakiwa kwa kesi kama mshtakiwa namba 10, akidaiwa kwamba kuna wajibu fulani hakutimiza kama chama na kwamba hajapewa nafasi ya kushiriki vizuri au ipasavyo katika hiyo tume iliyoundwa ya kuchunguza matukio ya Oktoba 29.
Kwa hiyo leo tumesikilizwa kama alivyoeleza mwenzangu, leo tumesikilizwa na sisi kwa upande wetu kama chama cha mawakili, baada ya kusoma nyaraka zilizoletwa mahakamani na baada ya kusikiliza hoja za mawakili wa Afrika, mawakili wa waleta maombi, tukaona hoja zao ni za msingi na tumeziunga mkono kuanzia kwenye upinzani pamoja na submission au mawasilisho ndani ya na katika hatua hii ya awali kabisa ya kuomba ruhusa, mahakama haina sababu ya kwenda kwenye kutafuta vitu vingi sana. Mahakama kwa hatua hii ni kuangalia nyaraka zilizowasilishwa, kama zina ubishani, mahakama inatoa ruhusa ya kuwaruhusu waleta maombi kufungua sasa kesi yao ya judicial review. Kwa hiyo hatua hiyo ndio leo tumesikilizwa, na sisi tumeona kwamba kwa nyaraka zilizopo, nyaraka za mleta maombi na nyaraka za majibu maombi, tumeona kabisa kwamba hoja za mabishano zilikuwepo na zile pekee zinaweza kutosha kuruhusu mahakama kutoa ruhusa ya waleta maombi kufungua hiyo judicial review. Kwa hiyo kwa upande wa chama cha mawakili Tanganyika, sisi hatujawa na mapingamizi yoyote ya kisheria dhidi ya mahakama. Kwa hiyo na sisi tunaona kwamba nafasi ya chama cha mawakili haikuoneshwa au haikushirikishwa ipasavyo katika uundwaji wa hiyo tume ya kuchunguza madhila ya Oktoba 29.